Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika tafakari ya neno la Mungu katika Dominika ya Matawi. Kwa kuadhimisha Dominika ya Matawi, kanisa linatuingiza rasmi katika tafakari ya kina ya Juma Kuu. Tukikaribia sasa katika adhimisho la fumbo takatifu la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Liturujia nzima ya Dominika hii ya Matawi inatutafakarisha juu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme mtii na mnyenyekevu. Kristo licha ya kuwa tangu mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti ya msalaba kwa ajili ya kutimiza mapenzi ya Baba, kuuletea ulimwengu ukombozi wa milele. Dominika ya Matawi hufahamika pia kama Dominika ya Mateso au Passion Sunday. Neno passion latokana na neno la Kiebrania pasha, yaani Pasaka, ambapo Wayahudi walikumbuka na kusherekea kuondoka kwao kutoka utumwani Misri na kuanza safari ya ukombozi kuelekea nchi ya ahadi. Kumbe nasi ni baada ya kuadhimisha Dominika hii ndipo tunaingia rasmi katika tafakari ya Juma Kuu, tukitafakari juu ya utimilifu wa safari yetu ya ukombozi kutoka utumwa wa dhambi na mauti kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Dominika hii ya Matawi, tumwombe Yesu atupe nguvu si tu ya kumshangilia kama Masia na mfalme wetu, bali kwa imani thabiti, unyenyekevu na utii, kumkiri, kumpokea na kutembea naye katika njia yake ya msalaba. Yeye mwenyewe alikwisha wafundisha wanafunzi wake na anatufundisha sisi sote kwamba mtu yeyote akitaka kuwa mfuasi wangu ni lazima ajikane nafsi yake, auchukue msalaba wake kila siku anifuate. Kumbe njia ya Yesu ya msalaba ndiyo njia yetu sisi sote. Masomo yetu katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya, ni ile sura ya 50 aya 4 hadi 7. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma. Naliwatolea wapigao mgongo wangu na wang'oao ndevu mashavu yangu. Sikuficha uso wangu usipate fedhea na kutemewa mate. Maana Bwana Mungu atanisaidia, kwa sababu hiyo sikutahayari. Kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume, nami najua ya kuwa sitaona haya. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Wote wanionao hunicheka sana, hunifyonya wakitikisa vichwa vyao. Husema, umtegemee Bwana na mponye, na mwokoe sasa, maana apendezwa naye.
kuihesabu mifupa yangu yote. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Vazi langu wanalipigia kura. Nawe Bwana usiwe mbali, e Mungu wangu, fanya haraka kunisaidia. Nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Ninyi mnaomcha Bwana msifuni, enyi nyote mlio wazao wa Yakobo mtukuzeni. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 aya ya 6 hadi ya 11. Kristo Yesu mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Mathayo, ni ile sura ya 26 kuanzia aya ya 14 hadi sura ya 27 aya ya 16. Somo la kwanza ni kitabu cha nabii Isaya sura ya 50 aya ya 4 hadi ya 7.
Somo la kwanza tulilosikia ni moja kati ya nyimbo 4 za mtumishi wa Bwana katika kitabu hiki cha pili cha nabii Isaya. Tunapozungumzia kitabu cha pili cha nabii Isaya ni kuanzia ile sura ya 40 hadi 55. Na sehemu hii ya somo hili tulilolisikia ni wimbo wa 3 wa mtumishi wa Bwana, ile sura ya 50 aya ya 4 hadi ya 10. Katika Agano la Kale, hasa katika kitabu hiki cha nabii Isaya, tumekuwa tukisikia mara kwa mara habari za mtumishi wa Bwana, kwa lugha ya Kiebrania Ebed Adonai. Nabii Isaya anatupa nyimbo 4 katika kitabu chake cha pili, yani kuanzia ile sura ya 40 hadi 55, nyimbo zijulikanazo kama nyimbo za mtumishi mwaminifu wa Bwana. Katika Agano la Kale, mtumishi huyu kwa nafasi ya kwanza ni taifa teule la Mungu ambalo Mungu alipendezwa nalo, akaliteua kuwa urithi wake na akawapa wito na wajibu maalum wa kuwa nuru na mwanga kwa mataifa mengine. Taifa hili la Mungu walishindwa mara kwa mara kuishi kadiri ya wito wao huu. Walikosa uaminifu, walikosa utii katika amri na neno la Mwenyezi Mungu. Nabii Isaya anatoa utabiri wa mtumishi mwaminifu wa Mungu ambaye huyu, tofauti na taifa la Israeli, atakuwa mtii, atakuwa mteule wa Bwana, atafundishwa na Bwana na atakuwa mwaminifu kwa Bwana. Na kwa njia hiyo atatimiza ule wito na kazi maalum ya kuleta mwanga na nuru kwa watu wa mataifa yote. Mtumishi huyo si mwingine, ni Bwana wetu Yesu Kristo katika Agano Jipya, atakayetimiza wajibu huo kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Katika somo hili la kwanza, ningependa kutafakari mambo 4 yafuatayo. Jambo la kwanza, wito wa mtumishi wa Bwana ni kwa ajili ya huduma kwa wengine. Amepewa hekima ya kimungu. Je, mimi niko tayari kutumikia? Je, upo tayari kutumikia? Katika somo tulilolisikia, mtumishi wa Bwana anasema, Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza yeye aliyechoka. Kumbe wito wa mtumishi wa Bwana ni wito wa kinabii. Mwenyezi Mungu mwenyewe amempa mtumishi wake uwezo wa kuzungumza kwa hekima na maarifa, si kwa ajili yake, si kwa kujionyesha, si kwa kujipatia umaarufu na faida yake binafsi, bali kwa ajili ya huduma. Ni huduma kwa wale waliochoka, kutia moyo, kuponya, kuleta matumaini mapya, kuleta faraja, kupatanisha, kukemea na kufundisha. Utabiri huu unatimia Kristo atakapoanza rasmi utume wake mara baada ya kuimarishwa siku 40 kule jangwani. Ndugu mpendwa, wito wa mtumishi mwaminifu wa Bwana ndio wito wetu sisi sote kila siku. Kristo ametushirikisha kazi hii ya kinabii kwa njia ya ubatizo wetu. Kwa ubatizo tunapokea uwezo kutoka kwa Mungu mwenyewe. Tunapokea utimilifu wa mapaji ya Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara. Lengo ni ili tuimarike na kwa njia ya maisha yetu tuwe watu wa huduma kwa wengine, kila mmoja kadiri ya wito wake ambao Mwenyezi Mungu amemuitia. Kwa njia ya maisha yetu tunapaswa kuleta uponyaji kwa wengine. Maneno yetu yanapaswa kutia moyo, kuleta upatanisho na amani, kuleta matumaini mapya, kupatanisha na kuunganisha waliotengana kwa sababu mbalimbali. Mara kadhaa tunaweza kujisahau na kuishi kinyume na wito wetu huu wa kwanza kama wabatizwa. Mara kwa mara tumekuwa tukisema maneno ya kuumiza badala ya kuponya. Tumekuwa wepesi kusema mabaya ya wengine, tumekuwa wepesi kuwahukumu wengine, kuwachafua wengine kwa kuwasingizia uongo. Tumewakandamiza wengine, wale waliokata tamaa, na kuwafanya wachoke zaidi na zaidi na kupoteza hata matumaini. Tumetumia pengine ndimi zetu kuleta mpasuko katika familia zetu na jumuiya zetu. Tumwombe Mungu atusaidie maisha yetu yakawainue wengine, maisha yetu yakawe baraka kwa wengine, tukawe sadaka na huduma ya upendo kwa wengine kwa mfano wa Kristo, mtumishi mwaminifu wa Mungu. Jambo la pili, mtumishi wa Bwana yu tayari kusikiliza na kufundishwa na Bwana mwenyewe. Kumbe nasi tunaalikwa tuwe tayari daima kumsikiliza Mwenyezi Mungu. Mtumishi wa Bwana anasema, Bwana Mungu huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Nabii Isaya anatueleza uhusiano wa karibu na wa kina kabisa wa mtumishi huyu wa Bwana na Mwenyezi Mungu. Kumbe kusikia katika Agano la Kale haimaanishi tu kusikiliza kwa sikio, bali inaenda zaidi ya hapo. Inamaanisha uhusiano wa karibu uliopo kati ya Mungu na mtu. Uhusiano huo sio wa mara moja tu au wa muda mfupi, bali ni uhusiano unaoimarishwa kila asubuhi, uhusiano mpya na wa kudumu, kwa utayari wa kusikiliza maongozi ya Mungu ili
mtumishi huyo aweze kusema kwa niaba ya Mungu, alipaswa daima kusikiliza kutoka kwa Mungu mwenyewe. Ndugu mpendwa, tunapotafakari sifa za mtumishi huyo wa Bwana, tunapata nasi changamoto tunapotafakari pia maisha yetu ya kila siku, kwa namna ya pekee zaidi katika kipindi hiki cha Kwaresma. Je, ni mara ngapi nimeanza jambo lolote na Bwana? Nimekuwa tayari kumsikiliza Mungu kwanza, aniongoze kila asubuhi, anifundishe yale yanipasayo kutenda kwa siku yangu nzima? Ni mara ngapi tunaamua kuanza siku yetu kwa ibada ya misa takatifu? Ninapoamka asubuhi, ni jambo gani la kwanza ninaolikumbuka? Huenda ninapoamka tu nimekuwa mepesi kuwahi pengine simu na kutazama nani alinitafuta usiku mzima, au kuna habari gani mpya leo katika mitandao ya kijamii, au kuna mipango gani mipya pengine katika grupu la huko kazini. Kisha nasahau kumsikiliza kwanza Mungu anielekeze jinsi inipasavyo kuishi kwa siku nzima. Tunao nafasi kila siku ya kushiriki ibada ya misa takatifu na kusikiliza neno la Mungu. Tunaishi kwenye ulimwengu wenye sauti za kila namna. Kila siku ni siku yetu ya kuboresha mahusiano yetu na Mungu. Kati ya sauti nyingi, kuchagua kumsikiliza Mungu ili tuweze kusema na kutenda tu yale yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Tunaimarisha uhusiano wetu huu na Mungu pia kwa njia ya kupokea sakramenti mbalimbali za kanisa. Jambo la tatu, utii wa mtumishi wa Bwana katika kutimiza mapenzi ya Mungu ni kipimo cha utii wetu pia sisi. Mtumishi wa Bwana anasema, Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma. Katika utamaduni wa Kiebrania, kuzibulia sikio kama nilivyoelezea katika kusikia, kuzibuliwa sikio ni alama ya utii wa hiari. Mtumishi anasema, sikuwa muasi wala sikurudi nyuma. Tofauti na Yona aliyekimbia wito au wana wa Israeli walioasi, mtumishi huyu anabaki kwenye mstari hata anapoona hatari mbele yake. Mtumishi huyu ndiyo Bwana wetu Yesu Kristo. Hakukimbia mateso, hakukimbia msalaba, alikuwa mtii kwa hiari katika mapenzi ya Mungu. Ndugu mpendwa, kama nilivyotangulia kusema, katika kelele nyingi katika maisha yetu ya kila siku, zinaweza kuwa kelele za mitandao ya kijamii, kelele za kazi, mahangaiko, ni rahisi sana sikio letu kuzibwa. Tunaalikwa kila mara kutenga muda wa utulivu ili kusikia sauti ya dhamiri na maelekezo ya Mungu. Ni unyenyekevu wa kukubali kuwa hatujui kila kitu na tunahitaji kufundishwa na Mungu mwenyewe. Mara nyingi katika maisha yetu tunajua jambo lililo jema na sahihi kufanya, kwa kuwa ndani mwetu ipo daima ile sauti ya Mungu, yaani dhamiri hai, inayotukumbusha kila mara, hili ni jema, litende; hili ni baya, liache. Tunajua tunapaswa kupenda, kusamehe, kuhurumia, kusaidia, lakini pengine uasi kutokana na vilema mbalimbali vya dhambi ndani mwetu vinatuzuia. Mtumishi wa Bwana anasema, sikuwa muasi. Tunaalikwa kuwa waaminifu daima, kufanya na kulisimamia lile tunalojua kuwa ni sawa, hata pale moyo unaposita au pale tunapotafuta faida na kukwepa wajibu. Tunajua lile linalotupaswa kufanya. Matokeo yake yaweza kuwa ni mateso, yaweza kuwa ni maumivu, kama mstari unaofuata, mstari wa 6 unavyotufundisha. Licha ya hayo, tusiogope, kwa kuwa Mungu ni tumaini na kimbilio letu. Unapokutana na vikwazo katika malengo yako, yaweza kuwa masomo, yaweza kuwa mahusiano, yaweza kuwa katika kazi, somo hili linatukumbusha tena na tena, usirudi nyuma kamwe. Jambo la 4, uvumilivu na matumaini ya mtumishi wa Bwana kwa Mungu. Nasi tunaalikwa kutumaini na kuvumilia nyakati zote za changamoto katika safari yetu ya maisha. Mtumishi wa Mungu anasema, sikuficha uso wangu usipate fedhea na kutemewa mate, maana Bwana Mungu atanisaidia. Kwa sababu hiyo sikutahayari, kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume, nami najua ya kuwa sitaona haya. Mtumishi mwaminifu wa Bwana alimtumainia Bwana hata nyakati za mateso na magumu yake. Bwana wetu Yesu Kristo hakukata tamaa, alimtumainia Mungu hata kuikabidhi roho yake mikononi mwa Baba. Ndugu mpendwa, tunapata daima nguvu tunapotambua kuwa tunatembea na Yesu, ambaye kwa unyenyekevu mkubwa yeye alikubali mateso yote na kifo ili sisi tupate ukombozi wa milele kutoka katika utumwa wa dhambi na mauti. Yesu amekaza uso wake kama gumegume. Hili lilikuwa ni jiwe gumu ambalo halikuweza kupasuka kwa urahisi. Sisi tunaliita songoro kule kwetu, ishara ya ustahimilivu na udumifu katika mateso.
Kuna nyakati tunapita katika changamoto mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku. Katika hayo yote tunapaswa kutambua kuwa njia ya Yesu ndiyo njia yangu mimi na wewe. Tunapaswa kukaza uso kama gumegume, yaani kuwa wavumilivu, kuwa wagumu na wadumifu katika imani yetu, hata tunapopita katika nyakati ngumu na za changamoto nyingi. Kuwa wagumu maana yake kutokuyumbishwa na chochote kitakachokuja katika njia yetu au katika safari yetu ya maisha. Yawe mateso, ziwe changamoto, tutazame mbele kama Yesu alivyotazama mbele. Alitazama mwisho wa safari ya kumkomboa mwanadamu. Nasi tunapaswa hivyo hivyo, kwa ustahimilivu huo huo tunapaswa kuwa imara mithili ya jiwe hili ambalo ni gumu kati ya mawe mengi. Kamwe tusimwache Yesu. Mshirikishe Yesu msalaba wako. Beba naye msalaba wako. Unapoanguka, simama tena mpaka ufikie uzima wa milele. Tumwombe Yesu atupe ujasiri wa kuwa imara katika imani yetu, katika kumfuata katika njia yake ya msalaba. Huenda katika upadre wangu kuna nyakati napoteza matumaini, napaswa kumwangalia Yesu pale msalabani. Huenda katika ndoa yako umepoteza matumaini, mtazame Yesu pale msalabani. Huenda katika utawa umepoteza matumaini, mtazame Yesu pale msalabani. Huenda katika wito wako huoni njia tena mbele. Yesu amefungua mikono kunipokea mimi na wewe. Amefungua moyo wake ili sisi sote tupate kimbilio na ulinzi thabiti. Ameinamisha kichwa chake kuniangalia mimi na wewe ili nasi tumwangalie uso wake wenye huruma. Tusisite, tusikate tamaa katika changamoto zetu. Jipe moyo, inuka, anakuita. Somo la Injili ni Injili ya Mathayo ile sura ya 26 kuanzia aya ya 14 hadi sura ya 27 aya ya 16. Somo hili la Injili takatifu ni simulizi refu la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika simulizi hili tunaona jinsi utabiri wa Yesu juu ya kuhukumiwa na wakuu wa makuhani na waandishi, kuteswa na kufa msalabani unavyotimia. Lakini pia tunaona ule utabiri wa nabii Isaya sasa unavyopata utimilifu wake kwa njia ya Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo alishawaambia mara kadhaa mitume wake kuhusu utimilifu wa utume na kazi ya Baba aliyokuja kuifanya kuuletea ulimwengu ukombozi wa milele. Mwinjili Mathayo anatualika kutafakari kila mmoja maisha yake katika mwanga wa wahusika mbalimbali katika simulizi hili la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ningependa katika somo hili tuongozwe na wahusika wafuatao. Kwanza, tunamtazama Bwana wetu Yesu Kristo, Masia, mtii na mnyenyekevu. Bwana wetu Yesu Kristo aliingia Yerusalemu akiwa amepanda mwanapunda na watu walimshangilia, Hosana mwana wa Daudi. Kama tulivyosikia katika sehemu ya kwanza pale nje kabla ya kuingia kanisani, tunasoma ile Injili, tunaona namna watu walivyompokea, Wayahudi walivyompokea Yesu kwa matawi na kucheza na nyimbo wakiimba Hosana mwana wa Daudi. Mwanapunda ni ishara ya unyenyekevu, akitimiza utabiri wa nabii Zekaria ile sura ya 9 aya ya 9 inayosema, furahi e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mnyenyekevu, amepanda mwanapunda. Kwa utii na unyenyekevu Yesu alikubali mateso na kifo na aliwasamehe wale wote waliomdhihaki. Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha unyenyekevu katika kutumikia. Anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wa wote. Anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wa wote. Katika karamu ya mwisho alijitoa yeye mwenyewe kama chakula, ndiyo Ekaristi Takatifu, lakini pia aliwaosha mitume wake miguu. Yesu anatualika tuwe wanyenyekevu katika kutumikiana sisi kwa sisi. Kila mmoja amwone mwenzake kuwa ni bora kuliko nafsi yake mwenyewe. Katika familia zetu, katika jumuiya zetu, katika nyadhifa zetu mbalimbali tulizopewa kwa niaba ya watu, kila mmoja amwone mwenzake kuwa ni bora kuliko nafsi yake mwenyewe. Yesu anatufundisha kuwasamehe wengine waliotuumiza, waliotutukana, waliotudharau, waliotunenea mabaya, walioturudisha nyuma. Tupande na kustawisha ndani mwetu roho ya kuwa tayari kusamehe na kuachilia. Yesu alisema, Baba uwasamehe kwa maana hawajui watendalo. Tumwombe Yesu atupe roho ya kuwasamehe wengine na kutokuwabeba ndani ya mioyo yetu. Wenda mioyo yetu tumejaza watu, tumejaza nafasi kwa kuwaweka watu ndani ya mioyo yetu. Yesu anatufundisha kuwa watii katika kutimiza mapenzi ya Mungu. Licha ya kuwa yeye alikuwa ni Mungu, Yesu alikuwa mtii kwa Baba yake na alikubali kushuka na kuja kukaa kati yetu sisi ili aturudishie sisi hadhi ya kuwa tena watoto wa Mungu. Pili ni mitume wa Yesu.
Hawa walikuwa ni watu wa karibu kabisa na Bwana wetu Yesu Kristo. Aliwachagua, aliwafundisha, akatembea nao katika safari zote, akatenda miujiza mbalimbali mbele yao na mambo mengine mengi katika utume wake wote. Mwisho anashiriki nao katika karamu ya mwisho. Licha ya hayo yote, hawakuelewa bado juu ya utume wa Bwana wetu Yesu Kristo, na ndiyo sababu alipowaambia habari za kuteseka na kufa, hawakumuelewa kabisa. Yuda Iskarioti anamsaliti Yesu na Petro anamkana Yesu hadharani. Mitume wengine wote wengi walikimbia wakati Yesu alipoingia katika mateso yake. Licha ya usaliti huo, Yesu hakuacha kuwapenda. Yuda anapokuja na kikosi cha maaskari, Yesu anamuita rafiki. Anakula nao karamu ya mwisho, anawaosha miguu. Yesu anapenda. Anatuonesha kuwa usaliti haulipwi kwa usaliti, wala uovu haulipwi kwa uovu, bali wema hushinda daima uovu wote. Ndugu mpendwa, mitume hawa Yesu ndio mimi na wewe. Sisi tu wafuasi wake wa karibu kabisa. Kwa njia ya ubatizo na miito mingine mbalimbali, anashiriki karamu pamoja nasi kila siku. Ametuita sisi rafiki zake. Tujiulize kila mmoja, je, ufuasi wangu ni wa namna gani? Ninatimiza wajibu wangu kiaminifu kama mfuasi mwaminifu wa Yesu? Au ninapokea wito, ila yajapo mateso na magumu ninamkimbia Yesu? Je, nimeacha familia yangu wakati changamoto zilipokuja? Nimekata tamaa katika wito wangu kama Mkristo nilipokutana na magumu, nikaiuza imani yangu na kumsaliti Bwana wangu kwa vipande vya fedha kama Yuda Iskarioti? Tukifanya hivyo, tunamkana na kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo aliyetupenda na kutuchagua. Huenda pengine tumependa, lakini matokeo yake tumeishia kuumizwa na kusalitiwa. Tumepokeaje? Tumelipa kwa usaliti na kwa ubaya? Yesu alisamehe na aliendelea kupenda. Hakulipa usaliti kwa usaliti, bali alilipa kwa upendo. Katika hali yoyote tusimwache Bwana. Mtume Yohane alitembea na Bwana mpaka chini ya msalaba pamoja na mama yetu Bikira Maria. Tujue ya kuwa hakuna utukufu bila mateso na kufa. Tumwombe Yesu atupe nguvu ya kuwa wafuasi wastahimilivu, kutembea naye katika nyakati zote. Katika shida tupo naye, katika raha tupo naye, katika huzuni tupo, katika furaha hali kadhalika. Yesu atupe nguvu ya kumfuata kwa moyo. Tumwombe tusimwache hata mara moja. Tunapomkana, tunapomsaliti, yeye bado anatuita rafiki, anatualika bado karamuni, anatuhudumia. 3 ni makutano na Pilato. Makutano ambao walimpokea Yesu Yerusalemu wakamshangilia kwa shangwe, Hosana mwana wa Daudi. Ni makutano hao walimpeleka Yesu kwa Pilato na kumshtaki. Wamemshtaki Yesu asiye na hatia yoyote, ili hali walimshangilia na kumuita mfalme. Pilato, licha ya kwamba hakuona kosa lolote kwa Yesu, alikosa maamuzi na kuamuru Yesu auawe. Alishindwa kutenda haki kwa kuogopa macho na maneno ya watu. Mara kadhaa katika jamii yetu tunaweza kushangilia hujuma, unyanyasaji, maumivu, dhuluma na mateso wanayosababishia wengine kwa kuamua kukaa kimya. Tukaogopa macho na maneno ya watu. Tukataka kutokuvunja urafiki hata kwa dhuluma. Tumeamua kuchagua wakati mwingine upande wa kusema uongo ili kulinda maslahi yetu, ili kulinda ajira zetu, ili kulinda vyeo vyetu, ili hali tunawasababishia wengine maumivu, wengine wasio na hatia. Yesu aliwatendea wema mkubwa sana watu, ila hapa wote wamemshtaki, wamesahau kila kitu, wamemshtaki bila kosa na kutaka ahukumiwe kifo. Tunasahau haraka na kuwaumiza wakati mwingine hata watu ambao waliotutendea wema. Tumombe Mungu msamaha mara zote ambazo kwa maneno na kwa matendo yetu tumewasababishia wengine maumivu, vilio na mateso, misiba. Tumewasababishia wengine vidonda kwa kuwasingizia uongo na kuwahukumu bila sababu. Yesu, tupe nguvu ya kuwasamehe wote waliotukosea na kuwaomba msamaha wale wote tuliowaumiza kwa mawazo, kwa matendo, kwa maneno na kutokutimiza kwetu wajibu. Tupe ujasiri wa kusimama daima katika upande wa haki, kutetea wasio na watetezi, kulinda wasiokuwa na walinzi. 4 ni akina mama waliomsindikiza Yesu katika njia yake ya msalaba. Mwinjili Mathayo, kama ilivyo injili wengine, anatuonesha nafasi ya akina mama ambao hawakuogopa macho ya watu. Walitembea na Yesu tangu mwanzo mpaka alipokufa pale msalabani, wakiongozwa na Bikira Maria, mama wa Yesu. Wanawake hawa walibaki na Yesu mpaka chini ya msalaba. Tunapotafakari pia njia ya msalaba, tunamwona Veronika ambaye alipangusa uso wa Yesu kwa kitambaa.
Akina mama waliomsindikiza Yesu katika njia yake ya mateso wanatufundisha juu ya uthabiti na ustahimilivu wetu katika kumfuata Yesu. Hawa, tofauti na makutano na mitume wa Yesu, walikuwa waaminifu katika kumfuata Bwana wao. Walikuwa naye katika nyakati za furaha, lakini pia nyakati za mateso walikuwa naye. Wanatufundisha pia nasi sote tunapaswa kuwa tayari kuingia katika uhalisia wa maisha ya wengine wanaoteseka kwa namna mbalimbali, kwa sababu huko ndipo tunakutana na Kristo mwenyewe. Tushiriki kuwafuta uso wengine kama Veronika. Wapo wengi ambao nyuso zao zinavuja damu kwa sababu mbalimbali katika maisha. Tushiriki pamoja na wengine katika kubeba mizigo yao mizito katika maisha, ndio misalaba yao. Twende na Yesu mpaka chini ya msalaba wake, na kila mmoja akiwa na msalaba wake. Hata kama msalaba wako ni mzito kiasi gani, mtazame Yesu. Alifika Kalvari kwa ajili ya ukombozi wangu mimi na wewe. Msalaba wetu ndio wokovu wetu, ndio ngazi yetu ya kutufikisha kwa Yesu. 5, wakuu wa makuhani na waandishi. Hawa mara kadhaa waliingia katika mgogoro na Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwa mafundisho ya Yesu yalipingana na baadhi ya tamaduni zao. Hawakuwa tayari kupokea mafundisho ya Yesu na mara kadhaa walimtafutia Yesu sababu ya kumuua. Walikosa unyenyekevu. Ndugu mpendwa, mara kadhaa tumekuwa na maelekeo ya wivu na chuki, hasa kwa watu ambao pengine wametuzidi karama, pengine wana vipaji kuliko sisi, wana maendeleo, au Mwenyezi Mungu amewainua kuliko sisi nyakati fulani. Tumekuwa wagumu katika kupokea mambo mema na mazuri kutoka kwa wenzetu. Tumwombe Mungu atusaidie daima tuwe tayari kwa unyenyekevu katika kukubali mambo mema na mazuri kutoka kwa wengine. Tusitafute sababu ya kuwaangusha wengine kwa sababu tu Mungu amewabariki na kuwainua kuliko sisi, bali tumwombe Mungu naye atuinue na sisi kwa wakati wake. 6, wahalifu wawili waliosulubiwa pamoja na Yesu. Yesu alisulubiwa katikati ya wahalifu wawili, mmoja kulia na mwingine upande wa kushoto. Mhalifu mmoja wapo alimdhihaki Yesu kwamba ikiwa wewe u mwana wa Mungu, basi jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamkemea na kisha akasema, Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amin, amin nakuambia, leo hivi utakuwa nami peponi. Ndugu mpendwa, kila mmoja wetu ana nafasi ya kupata uzima wa milele. Yesu anampokea kila mmoja anayekimbilia huruma yake, licha ya dhambi na udhaifu wetu. Hakuna dhambi na uasi ulio mkubwa kuliko huruma kubwa na upendo wa Mwenyezi Mungu. Yesu hataki hata mmoja wetu apotee. Tunaalikwa tunapoingia katika Juma Kuu kurudia nia yetu ya dhati ya kuwa waaminifu kwa Kristo. Ni muda wa kuchagua au kukaa kulia kwa Yesu au kukaa kushoto kwake. Wiki kuu ni wiki ya kuziokoa roho zetu kutokana na uhalisia kwamba hakuna anayejua siku wala saa ambapo Yesu atatuita kutoka uzima huu. Muda ni sasa. Saa ya wokovu ni leo. Hatujachelewa. Bado tuna nafasi. Kwa njia ya sakramenti za kanisa linatualika kila wakati kuikumbatia huruma hii ya Mungu isiyo na mipaka, Mungu anayetaka sote tuupate uzima wa milele. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi, ile sura ya 2 aya ya 6 hadi 11. Somo hili ni moja kati ya nyimbo za zamani kabisa katika maandiko matakatifu. Katika somo hili Mtume Paulo anatueleza juu ya unyenyekevu wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba licha ya kwamba alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa sawa na wanadamu. Kumbe tunapotafakari somo hili katika Dominika hii ya Matawi, nasi tunaalikwa kuiga huo unyenyekevu wa Kristo ambao kwao Mungu alimuinua, akamkirimia jina lipitalo kila jina. Kumbe nasi hatuna budi kujishusha na kujinyenyekeza katika kutimiza mapenzi ya Mungu, ili baada ya maisha haya hapa duniani tuinuliwe na kuvikwa taji ya utukufu pamoja na Yesu mbinguni. Ninawatakia nyote mwanzo wa tafakari njema ya Juma Kuu na maandalizi mema ya maadhimisho ya mafumbo matakatifu ya ukombozi wetu, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Niliyoletea tafakari hii ni mimi Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo. Na neno la Mungu twende kuhubiri, tushirikishane tone la upendo. Mahangaiko ya watu tujifunze, tushirikishane tone la upendo.
tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone